Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nichukue nafasi hii kukaribisha kwenye hospitali yetu ya wilaya. Lengo kuu ikiwa ni kuja kuwashukuru na kuwaaga madaktari wetu bingwa ambao wametoa huduma kwetu kwa muda hospitali. Kazi kubwa imefanyika na kila kulipokuwa kuna kucha tumekuwa tukiona mabadiliko ya huduma kwetu. Wametibu, wamefundisha, wamefanya mentorship na wamefanya supervision. Kwa hiyo ni sisi kama wanufaika wa huduma hii, kuna elimu kubwa imeongezeka kwetu sisi watoa huduma. Kwa majina ni Anderson Bendera, ni daktari bingwa mtafiti na pia ni mratibu wa huduma za afya katika halmashauri ya wilaya Monduli. Naomba kuwasilisha taarifa fupi ya ujio wa madaktari bingwa wa Rais Samia. Kwa utangulizi, kuanzia tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025 tulipokea jumla ya madaktari bingwa 7 wa Rais Samia awamu ya 3 ambayo ilifanya kazi kwa jumla ya siku 6 ikijumuisha leo kuanzia tarehe 12 mpaka 17. Tulipata mabingwa katika maeneo yafuatayo: usingizi na ganzi tiba, upasuaji, kinywa na meno, watoto, afya ya mama na uzazi, magonjwa ya ndani pamoja na dharura na wagonjwa mahututi. Katika kipindi hicho cha siku 6, kwa ukitoa siku moja ya leo mpaka jana, tulikuwa tumehudumia jumla ya wagonjwa 342 ambao ilikuwa ni watoto, wazee, akina mama na vijana. Na upasuaji ambao umefanyika mkubwa kwa mpaka sasa ni 11. Hapo haijajumuisha ule upasuaji mdogo. Tumepata faida nyingi katika ujio huu wa madaktari bingwa, ambapo kwanza tumepata marafiki, lakini pia tumepata madaktari ambao tutaendelea kuwatumia kwa kuwapigia simu pale ambapo tutakuwa na consultations. Tumefurahi sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi nianze kwa kuwapongeza kwanza kwa sababu ya usafi wa mazingira. Jamani, hospitali ni safi. Hospitali ni safi. Tunasema kuna ile harufu ya hospitali, lakini hapa kuna hospitali lakini hakuna harufu. Kwa hospitali ni safi, maji yapo. Kuna mambo mengi mazuri, tuna operating tables kwa maana kitanda kipo na kipo vizuri. So kile cha kupambana sana cha kutumia nguvu, hapana. Ni rahisi kumweka mgonjwa position yote ile ambayo unataka kumweka. Ukiwa unampa ganzi, kumweka akae sawa asipate madhara ya dawa, kumsaidia akiwa anapumua umsaidieje. Kitanda kiko vizuri, niwapongeze sana kwa hilo. Sehemu nyingi sana huwa vitanda kama hivyo havipo, lakini kwa hapa kipo. Kingine theater ambacho kilikuwa kizuri sana, tuna suction machines. Diaphragm sitaizungumzia, wenye kuitumia washaisemea. Tuna suction machines, they are working. Suction machine ni mashine ambayo mgonjwa akiwa na mate mengi, ukiwapa dawa saa zingine wanalala, mate yanakuwa mengi, ili yale mate yasimdhuru, yasiingie kwenye njia yake ya hewa, tunatumia ile mashine, tunafanya suction. Tunasema ni mashine ya kunyonya mate ambayo yangeweza kumdhuru either mate au akipata shida akatapika. Hasa kwa mama wajawazito, wana chances nyingi za chakula kutoka tumboni ikaingia kwenye njia ya hewa. Lakini uwepo ile mashine mbili ya daktari na mtu wa usingizi ni hatua moja kubwa. Sehemu zingine tunagombania, mimi usingizi naitaka na Sajo anataka. Sasa scenario ambayo itakuwa ngumu ni daktari, mgonjwa ana bleed, anatoka damu, anahitaji ile mashine. Mimi huku huyo mgonjwa ana bleed, anatapika. Kwa hiyo tunaanza either sasa pale mgonjwa either tumwache Sajo, kama anakitumia siwezi kuchukua sababu ni sterile. Lakini huku kwangu mgonjwa anatapika, maana yake ataaspirate. Akiaspirate
Maana yake ni chakula kimetoka tumboni kimeingia kwenye mapafu, nimenunua shida nyingine. Kwa hiyo kuna hasti ya mama kupoteza maisha. Kwa hiyo kuwa na zile fieta zote mbili kwa kweli ni hatua. Mimi niwapongeze sana. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kwa dhati ya moyo wangu kupongeza sana Dr. Anna na timu ya madaktari wenzako, Dr. Hussein Cheyo, Dr. Francis Roman, Dr. Abela Bugagire, Dr. Emmanuel Kinai na Dr. Godwin Lemba, wote ambao kwa siku 5 ambazo walikuwa hapa mmefanya kazi ya kutukuka. Ndugu zangu, katika utumishi wangu nimeona mengi, lakini kikubwa ni kwamba presentation ambayo mmezitoa hapo kila mmoja zimeonyesha ni jinsi gani ambavyo mnaipenda kazi yenu. Zinaonyesha ni jinsi gani ambavyo mmefanya utafiti wa kutosha. Kipimo cha utendaji uliotukuka kwenye hospitali hii ni na kumweleza Mheshimiwa Rais ambaye halali usingizi katika kuhakikisha kwamba anaboresha huduma za afya kwa kutoa fedha, lakini kwa kuhangaika kuhakikisha kwamba anawasomesha, lakini kwa kuhangaika kuhakikisha kwamba anaajiri watumishi wapya kwa muda mfupi. Kinaonyesha ni gani sasa nyinyi mmekubali, na sasa hivi tunapozungumza hivi kwa ushauri huu mliotoa unaonyesha kabisa kwamba hospitali hii au huduma za wananchi kwenye wilaya hii ya Monduli zitaenda kuboreshwa kwa haraka zaidi. Kazi mlioifanya kwa hizi siku 5, mimi kama DC ninaridhika kabisa kwamba kweli mko committed ya kazi yenu, lakini pia hata commitment mlizozitoa mlizowapa hao ambao mlikuwa mnafanya nao kazi, kila mmoja kwenye sekta yake. Mimi pamoja kwamba sio daktari, lakini daktari mimi nitafuatilia, sababu hapa kila mtu ameambiwa kwenye kitengo chake, na nina imani nilikuwa na note hapa kwamba tukiona kuna shida imetokea, pamoja na kwamba sio madaktari, lakini tutajua. Nimepata mimi leo hapa pamoja na kama kwamba nimekaa karibu saa moja hapa, lakini nimejifunza vitu vingi kwamba kumbe sasa madaktari bingwa wanapokuja wanakuja na package kabisa, full package ya kila mtu na kitengo chake. Sababu kiongozi wa msafara hapa yeye amezungumza kwenye eneo lake na kila mmoja kwenye eneo lake. Sasa bwana daktari ambaye ni mkuu kabisa wa hapa, mimi naomba kupitia hizo sasa unoti kila mmoja sehemu alipo aboreshe huduma zake. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Meza Kuu, madaktari wetu bingwa na wengine wote watu wa huduma za afya, wakuu wa idara, itifaki imezingatiwa. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndio yote katika yote. Vingine vyote vinafanyika kwa sababu yeye ametupa kuwepo, na sisi sote tu kazi ya mikono yake. Na nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa namna ambavyo ameendelea kuwa mama kweli, kubeba mzigo wa kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata huduma stahiki za afya. Na ndio maana kila wakati anajaribu kuwa creative kwamba ni nini kifanyike ili kuendelea kusolve changamoto ambazo ziko maeneo mbalimbali, na leo mkafika Monduli. Mimi niwashukuru sana kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Monduli. Niseme tunawashukuru sana 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 kwa namna ambavyo mmeonyesha ushirikiano wenu, kwa namna ambavyo mmejitoa kulingana na professional zenu. Nadhani mmeimplement inavyohitajika, kwa sababu jinsi tulivyopokea feedback ni ukweli usiopingika kwamba mmefanya kwa sababu mna wito, mnawiwa kufanya hivyo. Hamkufanya kwa sababu mmesomea, hapana. Maana unajua unaweza ukasomea lakini usiapply, si ndio? Lakini unafanya kwa sababu una wito ndani yako.